katika adabu za wajibu, ayajtaniba saim jamia ma harrama Allahu wa rasuluhu, ajiepushe yule anayefunga yote aliyoharamisha Mwenyezi Mungu na mtume wake, min al-aqwali, katika maneno, wal afwali, na matendo. Fayajtanibu al-kadhiba, ajiepushe mwenye aliyefunga kusema uongo. Ndugu zangu, tujitahidini sana na huu uongo tunaupalilia, tunauanzia chini kidogo kidogo mpaka mtu anakuja kuzoea. Aliyefunga ndugu zangu, aliyefunga ndugu zangu, ajaribu kuacha uongo. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asema, man lam yada' qawla zuri wal amal bihi, ambaye hatoacha kuwa muongo na kushuhudia uongo, falaysa lillahi hajatan min an yada'a ta'amahu wa sharabahu, huyu mtu hana haja yeye kuacha chakula chake na kinywaji chake. Ina maana, yani ina maana anashinda na njaa huyu. Kwa hiyo uongo tusiupe nafasi ndugu zangu, na hasa ndani ya saumu unakuharibia saumu sana kabisa, na unakupunguzia ujira na malipo ya saumu. Wa huwa al-ikhbaru bi khilafi al-waqi, naye ni kutolea habari kinyume. Hata kama uko kwenye gari, hata kama uko kwenye boda, uko sehemu gani, unapoambiwa nimefika wapi, usifanye kule kusema niko mahala fulani wakati hauko mahala fulani. Ule ni uongo. Angaa inakaribia watu kuhalalisha kabisa sasa hivi. Unaambiwa, unajua nini, nimwambie tuko hapa karibu ili awe na matumaini. Hapana, huo ni uongo, si sahihi. Wa a'dhamuhu al-kidhba ala Allah wa rasuli, tena cha hatari zaidi kumuongopea Allah na mtume wake. Yani kusema Mwenyezi Mungu amesema hiki au mtume amesema hiki wakati Allah hakusema wala mtume hakusema, au Allah kakataza hili na mtume kakataza hili wakati hawajakataza. Uongo huu ni wa hatari zaidi. Ka ayunsaba ila Allah au ila rasulihi tahlilun haram au tahrimun halal. Unasema hii kaharamisha Allah na mtume wake, hii wamehalalisha Allah na mtume wake. Wallahi ni hatari sana. Allah anasema, wala taqulu lima tasifu alsinatukum alkadhiba hadha halalun wa hadha haramun, msiseme zile ndimi zenu kwa wasifu ndimi zenu zitakavyo kuhusu uongo. Mnasema hii ni halali na hii ni haramu, litaftaru ala Allahi alkadhiba, ili kumzulia Mwenyezi Mungu uongo. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihuna, wanaomzulia Mwenyezi Mungu uongo hawafaulu hata siku moja. Kisha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na hili jambo mweza sema halipo lipo, inapoingia ndani ya Ramadhani, wako watu pia, mtu anakwenda anahubiri kitu ambacho hakipo, au anawaambia watu ibada ambayo haipo, au anawaambia watu fadhila ya kitu fulani wala hakina fadhila. Sasa sikiza mtume anasemaje. Mtume asema hivi, man kadhaba alayya mutaammidan, yoyote atakayesema kunisemea mimi kwa maksudi, anasema ambacho mimi sikisemi, falyatabawwa maq'adahu minan nar, na alichagulia mahali pake motoni. Unasema Rasulullah sasa kasema hivi, wakati hajasema jichagulie mahali pako motoni. Ndugu zangu, ni hatari kubwa sana 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 sana. Alafu huu uongo huu, innal kadhiba, angalia katika hadithi ndefu, lakini mahalu shay, innal kadhiba yahdi ila alfujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Uongo unamwelekeza mtu kwenye uovu na uovu unamwelekeza mtu motoni. Wala yazalu rajulun yakdhib wa yataharra alkidhba hatta yuktaba inda Allahi kadhaban, hata wacha mtu anasema uongo na anatafuta njia za uongo za kukamilisha uongo wake, mpaka Mwenyezi Mungu anaambia muandikeni kwenye daftari huyu ni muongo. Ukiandikwa katika daftari ni muongo na hali gani, alafu huko unasema nimefunga. Angalieni ndugu zangu, tusije tukawa wakati mwingine mtu akashinda na njaa akaona nimefunga. Wayajtanibu alghiba, kusengenya, na hili jambo ni la hatari sana ndugu zangu. Katika vitu ambavyo vimekuwa ni vyepesi katika ndimi za baadhi ya Waislamu ni kusengenya. Wahiya dhikruka akhaka bima yakrahu fi ghaibatihi, ni kumtaja ndugu yako katika jambo ambalo analichukia. Angekuwa karibu akalisikia, hangeridhia, umemsengenya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anawaambia masahaba, atadruna mal ghiba, hivi nyinyi mnajua nini kusengenya?
Qalu Allahu wa rasuluhu alam, kwa Mwenyezi Mungu na mtume wake wanajua. Mtume akasema dhikruka akhaka bima yaqra, kumtaja ndugu yako na lile jambo analolichukia. Mtume akaulizwa hivi, kila afaraaita in kana fi akhi ma aqul, waonaje ewe Mtume kile ninachokinena ndio sifa wasifu alionao ndugu yangu? Ni kweli mchakachuaji, mfanyaji hivi, ni kweli na watu wote tunajua. Sikiliza jibu, sisi hilo tunalialilisha. Mtume bado hakulialilisha pia hilo. Alisemaje? In kana fihi ma taqul, ikiwa usemavyo ndivyo alivyo huyo bwana, fakad yaktabtahu, umemsengenya pia. Kwa sababu kulikuwa kuna uwezekano uende ukamwambia bwana ndugu yangu katika imani, huko unakofika hapana. Ikiwa na sifa hii, sio kwamba una uhalali, bado umemsengenya. Wa illam yakun fi, na kama hana kabisa, ma taqulu, kicho unachokisema, fakad bahatahu, umemzulia. Sasa kote hakuna nafuu, si huku wala huku. Akhrajahu Muslim. Ndugu zangu, katika vitu ambavyo